Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mchakato wa amani wa Ukraine unaweza kuanza kusonga mbele mara tu makubaliano ya kiufundi yatakapowekwa. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Austria, Karin, anasema, kwanza kabisa mapatano ya kiufundi yanahitaji kuanzishwa. Mara tu kunapokuwa na suluhu, makubaliano rasmi ya kusitisha mapigano yanapaswa kufanywa, ambayo yatabidi kujadiliwa kwa kina. Hapo ndipo tukiwa na utaratibu mzuri wa ufuatiliaji na udhibiti, ndipo tunaweza kuanza kuzungumza kuhusu mchakato wa kweli na amani. Kuna misururu mingi ya kuvuka kabla tujafikia hatua hiyo. Mwanadiplomasia huyo alisisitiza kwamba matokeo ya mchakato wa amani yanapaswa kujumuisha makubaliano mapya makubwa zaidi juu ya usalama, ambayo yatahitaji kwenda zaidi ya kutatua uhusiano kati ya Moscow, Kyiv na Washington. Sio tu kuhusu uhusiano wa nchi mbili au nchi tatu kati ya Moscow, Kyiv na Washington, lakini kuhusu mabadiliko ya kina ya mfumo mzima wa usalama barani Ulaya. Suala liko kwenye ajenda na Moscow kwa muda mrefu imekuwa ikitaka kushughulikiwa. Kujadiliana tu kusitisha mapigano karibu na Ukraine hakuwezi kutatua swala hilo kwa sababu mizizi yake ina kina zaidi, aliongeza. Vilevile inaelezwa kwamba rais wa taifa la Marekani Donald Trump ni mtu mahiri na timu ya wataalamu, jambo ambalo linaleta matumaini kwa mazungumzo makubwa kati ya Urusi na Marekani. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, Dmitry Medvedev, anasema, utawala wa sasa wa Marekani ni tofauti na wazungu. Kama inavyojulikana, Donald Trump ana sifa angavu na za kutatanisha, lakini hatuwezi kukataa kwamba timu yake na wataalamu na watu binafsi wenye haiba. Hii inatupa matumaini ya tahadhari kwa uwezekano wa mazungumzo, alibainisha katika muhadhara kwenye mbio za marathon za elimu. Medvedev pia anasema hatima ya Ukraine kimsingi imefungwa, lakini mabaki ya nchi inayosambaratika lazima kamwe yaruhusiwe kujiunga na NATO hata miaka ijayo. Anasema, kwa maoni yangu hatima ya Ukraine kwa kiasi kikubwa imeamuliwa mapema. Haya ni maoni yangu ya kibinafsi. Haijulikani ni muda gani masalio yake yataishi na ni nani atawahitaji katika ulimwengu wa magharibi, bila rasilimali zake za nishati na sekta, bila matarajio na uwezo. Aliendelea kusisitiza kwamba jaribio lolote la baadaye la mabaki ya Ukraine kujiunga na NATO halitakubalika kwa Moscow. Bila shaka mabaki ya mamlaka haya yanayokufa na kusambaratika hayataweza kamwe kujiunga na NATO hata baada ya muda mrefu zaidi, ikiwa bado ipo uongozi wetu na rais wamesema hii mara kwa mara. Ukraine inasalia kuwa mojawapo ya nchi fisadi zaidi duniani licha ya mabilioni ya dola za walipa kodi zilizotengewa. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani Mike Waltz anasema, Ukraine ilikuwa ni mojawapo ya nchi fisadi zaidi duniani. Daima tunapaswa kulinda dola za walipa kodi za Marekani, na kumekuwa na mabilioni ya watu wanaoingia, aliambia kituo cha TV cha Fox News. Waltz aliongeza kuwa Volodymyr Zelensky angeweza kukaa bega kwa bega na rais wa Marekani Donald Trump baada ya kusaini mkataba wa madini, lakini badala yake akachagua kusababisha kashfa. Vile mazungumzo ya maana juu ya Ukraine yako mbali. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev anasema, tukizungumza juu ya mazungumzo, kila kitu kiko mbele yetu, na kama nilivyokuambia, kutoka kwa hatua hii operesheni maalum ya kijeshi lazima imalizike na ushindi wetu. Kulingana na Medvedev, Urusi inaendelea kutokana na uwezekano wa kuanzisha mazungumzo bila masharti. Wakati huo kuna msimamo wetu ambao uliundwa na rais wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano na wanadiplomasia wakuu katika wizara ya mambo ya nje mwaka jana. Mwanasiasa huyo pia alisisitiza kuwa mustakabali wa Ukraine ni tatizo sana. Vilevile uhamisho wa lazima wa watu umetangazwa katika vijiji vingine vitatu vya mkoa wa Dnipropetrovsk kusini mashariki mwa Ukraine kutokana na ukaribu wa mstari wa mbele. Mkuu wa utawala wa kikanda Sergei Lysak anaripoti, mapema Jumanne mamlaka ilikuwa tayari imetoa maagizo ya kuhama kwa vijiji vinne katika jumuiya ya eneo la Mezhova. Lysak alifafanua kuwa wakazi wa vijiji vitatu vya ziada katika jumuiya ya Novopavlovsk pia watahamishwa. Hapo awali wakazi wa makazi hayo walihimizwa kuhama kwa hiari. Sasa wenye mamlaka wamelazimisha watoto waliosalia kuondoka eneo hilo pamoja na wazazi wao, watu wa ukoo, walezi wao halali kuondoka pia. Kulingana na Lysak, watoto 26 bado wapo katika eneo hilo. Ili kuratibu mchakato huo, anasema waliitisha tume ya uokoaji ya kikanda kwenda kuokoa raia hao. Usitishaji mapigano uliotangazwa na rais wa Urusi Vladimir Putin katika maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya uzalendo kuna umuhimu mkubwa kimkakati wa ushirikiano wa Urusi na jumuiya ya kimataifa.
Mtaalamu wa mahusiano wa kimataifa wa Thailand, Profesa mshiriki Krisada Promvek wa chuo kikuu huko Thailand, anasema kwamba hatua hii ina ushawishi mkubwa katika kuunda uhusiano wa Urusi na Global South pamoja na mataifa yasiyoegemea upande wowote katika Asia na Mashariki ya Kati. Vile vile naibu waziri mkuu wa kwanza na waziri wa uchumi wa Ukraine Yulia Severenko atazuru Washington wiki hii kuendelea na mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wa madini. Mbunge wa bunge la Ukraine Alexei Goncharenko anasema, vyanzo vyangu vinasema kuwa naibu waziri mkuu wa kwanza wa Ukraine Yulia anapanga kuruka hadi Washington wiki hii kuendelea na mazungumzo kuhusu mpango wa madini. Hapo awali gazeti la Financial Times liliandika likiwanukuu maafisa wakuu wa Ukraine kwamba Kyiv na Washington zinaweza kutia saini makubaliano ya madini mapema wiki hii. Mpango huu ambao unakamilishwa unatumika kwa rasilimali zote za madini, ikiwa ni pamoja na mafuta na gesi na rasilimali kuu za nishati katika eneo lote la Ukraine, karatasi hiyo ilibainisha. Vile vile, wakazi wa miji mingi ya kihistoria ya Urusi huko Ukraine hawataki kuwa na uhusiano wowote na serikali ya sasa ya Kyiv, kwa hivyo wanapaswa kuwa na fursa ya kujitawala. Mwenyekiti wa chama cha Trust Sergei Mironov anasema. Hapo awali msaidizi wa Kremlin Nikolai Patrushev alisema katika mahojiano na waandishi wa habari kwamba idadi kubwa ya watu huko Odessa hawana uhusiano wowote na serikali ya Kyiv. Ninakubaliana na Nikolai Patrushev, msaidizi wa rais wa Urusi na mkuu wa bodi, kwamba wakazi wengi wa Odessa hawataki chochote cha kufanya na mamlaka ya sasa ya Kyiv. Vile vile vinaweza kusemwa kuhusu wakazi wa miji mingi katika maeneo ya kihistoria ya Urusi, Mironov alisema. Vile vile majadiliano katika mkutano wa wanadiplomasia wakuu wa nchi za BRICS yamefichua kuwa wanachama wote wa jumuiya hiyo wanataka mzozo wa Ukraine utatuliwe kwa haki na haraka. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov anasema, majadiliano yalionyesha kuwa washiriki wote wanavutiwa na utatuzi wa haraka na wa haki wa mzozo wa Ukraine ambao kimsingi umekita mizizi katika upanuzi usiozuiliwa wa NATO na sera za chuki za Rusofobiki za serikali ya Kyiv. Kulingana na mwanadiplomasia mkuu, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alieleza kwa undani hali ya mzozo wa Ukraine kwa washiriki wa mkutano. Anasema, tunakuza na kufanyia kazi msimamo wetu, ikiwa ni pamoja na kupitia mawasiliano ya nchi mbili yaliyoimarishwa na Marekani. Tumeshiriki misimamo yetu ya kanuni kuhusu matukio yanayotokea Mashariki ya Kati na maeneo mengine ya dunia. Wenzetu waliwasikiliza kwa uangalifu mkubwa, Ryabkov aliongeza. Vile vile, mzozo wa Ukraine upo kwenye hatua za mwisho. Rais wa Marekani Donald Trump anaiambia The Atlantic katika mahojiano, itabidi tuone kitakachotokea kwenye kipindi kijacho cha takriban wiki moja. Tuko chini kwa mapigo ya mwisho, na tena hivi ni vita vya rais wa zamani wa Marekani Joe Biden. Sitaki kuketishwa navyo. Ni vita vya kutisha. Isingewahi kutokea, haingewahi kutokea kama vile ambavyo haingewahi kutokea. Trump pia alikariri kwamba mzozo wa Ukraine haungewahi kuanza ikiwa angekuwa rais. Hapo awali msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov akitoa maoni yake kuhusu wito wa hivi karibuni wa Trump wa kuitaka Urusi kusitisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayolengwa na Ukraine, alisema kuwa Urusi inaendeleza operesheni maalum ya kijeshi, lakini Moscow iko tayari kuanzisha mazungumzo na Kyiv bila masharti yoyote. Alisema Urusi imethibitisha mara kwa mara utayari huu. Vile vile Trump anasema Ukraine itakandamizwa hivi karibuni. Nadhani ninaokoa taifa hilo, nadhani taifa hilo litaangamizwa hivi karibuni. Ni mashine kubwa ya vita, nadhani ninaifanyia huduma kubwa Ukraine, ninaamini hivyo, Trump alisema. Trump pia aliulizwa ikiwa anaweza kuruhusu hali ambayo Marekani itaipatia Ukraine silaha zaidi, hata zaidi. Anasema si lazima kuwa na silaha, kuna aina nyingi za silaha. Si lazima kuwa silaha na risasi, inaweza kuwa silaha na vikwazo, inaweza kuwa silaha na masuala mengine ya kibenki, inaweza kuwa silaha nyingine nyingi, akajibu. Vile vile rais wa Marekani Donald Trump amesema kwenye mahojiano na jarida la Atlantic kwamba anaweza kuchukua upande wa Ukraine katika mgogoro wake na Urusi. Aliulizwa ikiwa rais wa Urusi Vladimir Putin anaweza kufanya jambo ambalo lingemfanya Trump kusema kwamba yuko upande wa Vladimir Zelensky. Anasema sio lazima kwa upande wa Zelensky, lakini kwa upande wa Ukraine. Ndio, lakini si lazima kwa upande wa Zelensky. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile mgogoro wa mawazo ya watu unaendelea kujitokeza duniani kote, lakini awamu yake inayofuata inaahidi kuwa mkali zaidi na silaha mkononi. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko ameonya wakati wa kikao cha kimataifa cha muungano.
Anasema vita mpya ya kawaida imeanza, marafiki wapendwa. Lukashenko alisema, imeanza lakini sio sisi tulioianzisha. Imeanza lakini sio sisi tulioianzisha. Hatua inayofuata itakuwa vita moto, vita vya dunia, vita pigano na silaha mikononi mwetu. Hatutaki haya. Hivi sasa tunashiriki katika vita vya simulizi kupitia vyombo vya habari. Tunajadiliana, tunapambana na kushindana kwenye majukwaa haya. Hatimaye hii ni vita ya akili za watu wetu. Vile waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS nchini Brazil. Ametoa muhtasari wa kina wa misimamo ya Urusi kuhusu utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Anasema bila shaka tulijadili hali ya Ukraine kwa mapana. Kwa mara nyingine tena tulifafanua kanuni zetu za kimsingi za kusuluhisha mzozo huo, tukisisitiza haja ya kushughulikia na kuondoa sababu zake za msingi, Lavrov alisema. Vile Urusi haiamini wito wa serikali ya Kiev wa kusitisha mapigano. Sergei Lavrov anasema usitishaji mapigano ambao rais wa Marekani Donald Trump alipendekeza kwa njia ya kusitishwa kwa miundombinu ya nishati iligonga mwamba na haukuzingatiwa kikamilifu, na upande wa Urusi ulizingatia. Shukran kwa baba ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.